Wallahi, kuwa raha, kuolewa ni furaha, wasiooa na karaha, na wajane wana majeraha. Msemo huu ni kama pale kipenzi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, annikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minhu, ndoa ni katika sunna zangu na yule ambaye hatofata sunna zangu basi hayupo nami. Kwa hakika hapa pana mazingatio makubwa kwa yule mwenye kutambua na kujua kuwa ndoa sio kitu cha masahara wala cha kuchezea. Waislamu na waumini wa dini ya Kiislamu, hususan vijana hapa nchini ambao wameamua kuingia katika ibada ya ndoa, wametakiwa kuwa na utulivu wa maamuzi pale wanapotaka kuachana na wenza wao linapotokea tatizo. Akizungumza na mwandishi wa Keshidi TV ofisini kwake Mazizini kisiwani Unguja, mkuu wa divisheni ya utatuzi wa migogoro na mjumbe wa baraza la maulama ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar Sheikh Shaban Salum Batashi anasema, wito kwa vijana ambao wanafanya haraka ya maamuzi ya kuacha bila kutafakari kwanza hatima ya jambo ni kwamba wanatakiwa kuwa na utulivu. Na katika mambo muhimu ya kukumbusha mambo mawili, wito huo, anapokuwa mtu katika hali ya furaha asiweke ahadi ya kumpa mtu jambo au kitu. Ukiwa na furaha usiahidi, na ukiwa una hasira usifanye maamuzi. Kwa hivyo ni kutulia, kufuata taratibu za dini na maelekezo yake ili kufanya maamuzi ambayo ni sahihi zaidi. Hiyo ni njia salama zaidi kuliko kutafuta hasira kisha baadaye ikawa malipo ya hasira ni hasara. Tunawahusia hayo washike vizuri, ndoa zibaki katika salama na amani zaidi. Akizungumzia kuhusiana na kuwepo kwa kukosekana kukaa kwa pamoja kwa wanandoa kwa kuachana kwa mujibu wa aya za Qur'ani, Sheikh Batashi anasema, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-hayata az-zawjiyya fiha al-ijtima'u wa qad yahsulu fi hadhihi al-alaqati al-iftiraq. Mwenyezi Mungu mtukufu amejalia katika ndoa kuwepo hali ya kukusanyikana pamoja, kwa maana kukaa pamoja wanandoa, ndoa ikaendelea. Lakini pia kutokezea baadhi ya wakati ikatokezea sababu ya kutengana, wakatengana wanandoa. Kisha vile vile baada ya kutengana inaweza katokezea sababu ya kurejeana tena. Kwa hivyo kwa kuna arrajaa baada al-iftiraq au baada al-furqa, kurejeana baada ya kutengana. Sasa namna gani na utaratibu gani kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu wanatakiwa kurejeana, wenye kurejeana katika wanandoa? Ndani ya Qur'ani katika surat At-Talaq, Allah mtukufu ameweka hukumu kwa wazi kabisa namna gani ya kuachana na pia namna gani ya kurejeana. Katika aya ya pili ya sura hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة لله. Mpaka mwisho wa aya, kwamba na watakapofikia karibu ya ukomo wa kumalizika muda wa eda, na ikawa mume anataka kumrejea mkewe sasa, manake ndani ya muda wa eda, basi tumeambiwa kwamba moja kati ya hali mbili, imma faamsikuna bima'rufin, basi kaeni nao kwa kuwarejea kwa wema, au fariquhunna bima'rufin, au mutengane nao kwa wema. Kwa maana kurejeana si lazima, lakini pakibidi kurejeana basi warejeane watu kwa wema, si kwa kukomoana. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba na utaratibu wa kurejea ulivyo kwamba wa ashhidu dhawai adlin minkum, na shuhudisheni mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu. Kisha akasema wa aqimu shahadata lillah, nasimamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sahihi ni mantuku ya aya, matamko ya aya yako hivyo. Lakini je, amri hii ya kuweka mashahidi wawili ni amri ya wajibu au ni amri ya maelekezo ya hiari? Fatwa za maulama ziko katika njia mbili katika swala hili la kuweka mashahidi katika kurejea. Maulama katika madhehebu ya Maliki na madhehebu ya Ibadhi na baadhi ya maulama katika madhehebu ya Hanbali, ambao Hanbali ni katika ahli sunna na Maliki ni katika ahli sunna na Ibadhi, imo kauli ya kwamba ni lazima, make ni wajibu au ni sharti la lazima kuweka mashahidi wawili katika kurejea.
kwa maana anayerejea ambaye ni mume ashuhudishe mashahidi wawili kuwa amemrejea mkewe, manake mtalaka wake. Na akasema kwamba hii ni amri kwa kuwa ndani ya Qur'ani imesema kwamba wa ashhidu, na hii ni amri kwamba nashuhudisheni mashahidi wawili. Kwa hivyo akasema kwamba muktadha wa dalili ya kisheria au hoja ya kisheria katika aya hii ni kwamba ni wajibu kuweka mashahidi wawili ili rejea ikamilike. Sheikh Batashi anaendelea kusema kutokana na maulama ambao wanazungumzia kuhusiana na kuweka mashahidi wakati wa mume anapotaka kumrejea mke wake, kama hapa anavyosema. Hiyo kauli ndio fatwa katika madhhabi ya Malik na Ibadhi kwa ujumla wao, isipokuwa katika Hanbali kuna baadhi yao wamechukua kauli kama hii, na wako waliosema katika Hanbali kwamba hiyo ni sunna muakkada, wake ni sunna iliyohimizwa, iliyosisitizwa kufanyika sunna hiyo, kama vile kauli ya Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen al-Uthaymeen ameeleza hivyo katika baadhi ya fatwa zake. Lakini jumhuri ya maulama wengine sasa, madhehebu ya Hanafi na madhehebu ya Shafi'i na Hanbali, kwa wingi wao, jumhuri yao, wengi wao, majority, wanaona ya kwamba kuweka mashahidi wawili si jambo la wajibu, bal yustahabbu ishhadu shahidain, bali ninapendekezwa, ni vizuri zaidi, inapendeza zaidi kuweka mashahidi wawili katika kurejea. Kwa maana hiyo si sharti la lazima. Kwa hivyo mukhtasari wa maelezo katika fatwa ni kwamba kuna misimamo miwili au kauli mbili za maulama katika swala hili. Wengi katika maulama wameona kwamba si sharti la lazima, lakini ni sunna au jambo ambalo linapendekezwa kufanya, na ndio wengi katika maulama, ikiwa madhehebu ya Imam Shafi'i na wengine waliwataja katika madhehebu mengine. Ukitoa Maliki na Ibadhi na baadhi ya Hanbali, wana kauli ya kwamba ni wajibu mashahidi washuhudishe. Kubainisha hoja hizo yako mambo mengi sana, lakini kubwa katika waliotumia kama hoja wale ambao wanasema kwamba si lazima, si wajib, lakini ni vizuri, walitumia hoja hadithi pia Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma ya kwamba alipomwacha mkewe, mke wa sahaba huyu Abdullah bin Umar bin al-Khattabi, Mtume sallallahu akamwambia Umar baba yake na huyu Abdullah bin Umar ya kwamba murhu falyuraji'ha, kwamba muamrishe mwanao huyu Abdullah bin Umar amrejee mkewe, na akamwambia pia na shuhudishe watu wawili. Kwa kuwa hakuambiwa shuhudishe watu wawili, ikaonesha kwamba dhehebu yale kwamba si sharti la kwamba ndio ile ndoa irudi katika asili yake, kwamba mashahidi wawili wapatikane. Lakini juu ya yote hayo wanakubaliana wote kwamba kushuhudisha ni jambo zuri. Sasa ikiwa ni lazima, sharti, au si lazima, si sharti, wanakubaliana wote ni jambo zuri. Na ndio maana hata katika fatwa za madhhabi ya Maliki walitoa ufafanuzi mpana zaidi katika umuhimu wa kushuhudisha mashahidi wawili. Mmoja katika wakasema kwamba la'allaha tantahi iddatuha au yatawaffa zawju, kwamba huenda huyu mwanamke eda ikamalizika, mfano mume kadai kwamba eda yamaliza bado, sababu hakuna ushahidi kuwa alimrejea, au anayejua kwamba kuna ushahidi kuwa aliachika tarehe fulani, kwamba ikahesabiwa ile eda wa ahsul idda. Lakini pia kwamba huenda huyu mume akafariki, mke akadai kwamba eda haijamaliza, fayaqa'u bainahuma tawaruthu fi dhalika alwaqt tarithu minhu, maki akisema kwamba eda haijamaliza, maki yumo ndani ya eda, ya maana atamrithi mumewe, mtalaka wake. Kwa hivyo kunawezekana kupotea baadhi ya haki nyingine, au kupewa mke asichostahiki, au kupewa mume asichostahiki, kwa sababu mume anamrithi mkewe. Kwa maana hiyo, ikiwa mke atafariki pia, inaweza mume akasema kwamba eda haijamaliza, ni mke wangu bado yule, niko na haki ya kumrejea, akadai naye mirathi, kwa sababu bado ile hali ya kufungamana ndoa hiyo ipo katika hukumu ya kusubiria eda imalizike. Kwa ujumla tu ni kwamba pana mambo mengi za kutokezea baadhi ya wakati ikasababisha kuingia watu katika jambo kubwa mno kwa kuacha jambo ambalo ni dogo katika mtazamo wa kawaida. Mfano, mwanamke akasema eda imekwisha, akaenda kuolewa sehemu nyingine, kumbe kadanganya tarehe za eda hazijamaliza, anaanza kuolewa, kumbe katika hukumu ya kuwa ni mke wa mtu, kapelekea pia ndoa nyingine kuwa si sahihi, ndoa batili, kwa sababu ameolewa bado akiwa katika hukumu ya mke wa mtu. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Huenda pia kuna haki ya nasaba ikawa imo, pende mjamzito yule wakati ule, kwa pakishuhudishwa kuwa amemrejea, lakini mkewe yule, je, akiwa hajamrejea katika kushuhudisha,
kisha akasema hakumrejea na kabainika kuwa ni mjamzito baadaye, je, haitakuwa madhara makubwa hii? Kwenda katuhumiwa kuwa kafanya mafungamano na mtu mwingine ambaye si mume, kwa sababu mume anasema hakumrejea, na ujauzito ni mchanga, pengine bado miezi miwili, mwezi mmoja na mfano hayo, kapelekea nasaba ya mtoto pia kupotea. Kama mtakiwa pia nasaba hizi tuzichunge na kuzilinda na kuzihifadhi ili kulinda utu na heshima kila mmoja. Kwa hivyo katika hali zote kwa ujumla tunasema kwamba jambo la kushuhudisha jambo muhimu sana, wala si jambo sahihi mtu kuliacha hilo kwa sababu ya kuwepo ikhtilafu za madhehebu, bali afanye hivyo ili kuondoa pia migogoro za kutarajia kutokea baadaye kwa sababu ya kutokuwepo ushahidi kuwa amemrejea. Ni mashahidi wawili tu kutamkia kwamba nimemrejea fulani kuanzia muda huu au leo hii ni mke wangu, basi inakuwa tayari imeshathibiti na ikawa ushahidi upo. Hiyo jambo zuri, na ushahidi kitu muhimu sana katika masala yote, hata katika mahakama mwisho yote tutatakiwa ushahidi kuwa amemrejea au ushahidi kuwa hakumrejea. Allah mtukufu tupe tawfiki katika yote hayo. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Naam, kwa hakika mtazamaji wa Keshidi TV utakuwa umepata faida kubwa kuhusiana na ushahidi pale unapotaka kumrejea mke ambaye umemwacha na eda bado haijaisha. Toa maoni yako kuhusiana na video hii, pia usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment. Kutoka Mazizini zilipo ofisi za Mufti Mkuu wa Zanzibar, kisiwani Unguja, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.